Mwanzo sura ya 39. Basi Yosefu alipochukuliwa mpaka Misri mmoja aitwaye Potifa, ambaye alikuwa ofisa wa Farao na mkuu wa kikosi chake cha ulinzi, akamnunua kutoka kwa Waishmaeli waliomleta Misri. Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Yosefu, akamfanikisha sana. Yosefu akawa anakaa katika nyumba ya bwana wake Misri. Huyo bwana wake akatambua kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Yosefu na kwamba ndiye aliyeyafanikisha mambo yote aliyofanya Yosefu. Basi Yosefu akapendeka sana mbele ya Potifa, hata akawa ndiye mtumishi wake binafsi. Alimfanya msimamizi wa nyumba yake na mwangalizi wa mali yake yote. Tokea wakati Potifa alipomfanya Yosefu kuwa msimamizi wa nyumba yake na mwangalizi wa mali yake, Mwenyezi Mungu akaibariki nyumba ya huyo Misri kwa ajili ya Yosefu. Baraka za Mwenyezi Mungu zikawa juu ya kila alichokuwa nacho nyumbani na shambani. Kwa sababu hiyo, Potifa alimpa Yosefu mamlaka juu ya mambo yake yote. Naye Potifa akaacha kushughulika na chochote isipokuwa tu chakula chake mwenyewe. Yosefu alikuwa kijana mzuri na wa kupendeza. Basi baada ya muda fulani, mke wa Potifa akamtamani Yosefu na kumwambia, "Lala na mimi." Lakini Yosefu akakataa na kumwambia huyo mke wa bwana wake, "Kamwe, bwana wangu amenipa mamlaka juu ya kila kitu hapa nyumbani, na kwa vile niko hajishughulishi na kitu chochote tena. Hapa nyumbani yeye hana madaraka kuliko mimi. Yeye hakunikataza kushika chochote isipokuwa wewe tu, kwa kuwa wewe ni mke wake. Nitawezaje basi kufanya uovu mbaya kama huo na kumkosea Mungu?" Huyo mwanamke aliendelea kumshawishi Yosefu siku baada ya siku, lakini Yosefu hakumsikiliza wala kukubali kulala naye kamwe. Siku moja Yosefu aliingia nyumbani kufanya kazi yake kama kawaida, na wafanyakazi wengine hawakuwamo nyumbani. Basi mke wa Potifa alimshika joho lake na kumwambia, "Lala na mimi." Lakini Yosefu akamwachia vazi lake mikononi mwake, akakimbilia nje. Hapo yule mwanamke alipoona kwamba Yosefu ameliacha vazi lake mikononi mwake na kukimbilia nje, akawaita watumishi wa nyumbani mwake na kuwaambia, "Tazameni, huyu Mwebrania tuliyeletewa anatuaibisha. Alikuja kwangu akitaka kunishika kwa nguvu, lakini nikapiga kelele. Aliposikia napiga kelele, aliliacha vazi lake akakimbilia nje." Basi yule mwanamke akaliweka vazi hilo mpaka mumewe aliporudi nyumbani. Akamsimulia kisa kile akisema, "Huyu mtumishi Mwebrania uliyemleta kwetu alinijia ili kuniaibisha, lakini mara tu nilipopiga kelele aliliacha vazi lake na kukimbilia nje." Basi bwana wake Yosefu alipoyasikia maneno ya mkewe kwamba ndivyo mtumishi wake alivyomtendea, akawaka hasira. Akamchukua Yosefu na kumtia gerezani, mahali walipofungwa wahalifu wa mfalme. Lakini hata humo gerezani, Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Yosefu, akimfadhili hata kumfanya apendeke mbele ya mkuu wa gereza. Hivyo mkuu wa gereza alimweka Yosefu awe mkuu wa wafungwa wote humo gerezani. Kila kitu kilichofanyika humo kilifanywa kwa mamlaka yake. Huyo mkuu wa gereza hakujishughulisha tena na kitu chochote alichokabidhiwa Yosefu, kwa maana Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Yosefu na kufanikisha kila kitu alichofanya.